Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya serikali za kaunti na washirika wa maendeleo ili kupanua upatikanaji wa makazi bora, akisema kuwa ushirikiano ndio nguzo muhimu wa kuboresha maisha ya familia zilizo katika mazingira magumu. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya shirika la Habitat for Humanity Kenya, Gavana Wavinya alisifu shirika hilo kwa kazi ya kuleta mabadiliko kupitia miradi ya makazi na maji katika kaunti ya Machakos. Alihimiza serikali za kaunti kuandaa sera zinazounga mkono uwekezaji wa pamoja katika kuhakikisha wananchi wanapata makazi salama na yenye hadhi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya shirika la Habitat for Humanity Kenya, Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti alipongeza shirika hilo kwa kazi yake ya kuwaletea wananchi miradi ya maji, ambapo sasa wakazi wanapata maji safi pamoja na kuboresha makazi duni. They have done a lot of work for me in Matungulu, in Masinga, and also in Mavoko. Habitat for Humanity is really doing a good job for the counties, and in Machakos we have also partnered with them also on water. They are doing water projects for me in Masinga, and that has also changed people's lives. In Masinga, I've got what they've done for me, water kiosks, which is more than 16 kilometers, which means homes around the 16 kilometers now get free, fresh and clean water. And that has also brought down diseases in Machakos County. So I really appreciate what Habitat for Humanity is doing. Gavana huyo sasa ametoa wito wa ushirikiano kati ya serikali za kaunti na mashirika ya kijamii, huku akizihimiza serikali za kaunti kuandaa sera zinazounga mkono uwekezaji wa pamoja na mashirika ya kijamii. In Machakos, sincerely speaking, we target more than 2,000. That is why we need to work in collaboration with them. A county should also chip in, and that is why we need to come up with that policy from the Ministry of Housing, so that we can all support each other and work together. Habitat for Humanity has come. Let us have a policy where we as a county can also invest, invest with them to make sure that our people live in better conditions. Mary Kanini, mmoja wa walionufaika, alishukuru shirika hilo kwa kumrejeshea heshima na kumpatia familia yake makazi salama na yaliyoboreshwa. Nimesema ni asante kwa kupika hapa. Tulikuwa tu tunawasana mawazo, tukiona mvua iko karibu, tunawasana mawazo tukisema na leo tutaenda wapi, na mvua ndio hii. Nilikuwa na kanyumba tu kadogo, na nikamatubali mapishi na kana bazuka, na nikiwa hapo nasikia kuna watu wanaitwa Habitat. Na siku moja nikaona wanaingia kwa nyumba yangu. Ingia kwa nyumba yangu naona kama umeme. Kukaa chini hivyo, siku chache nimeona nyumba sijai kuiona, na hiyo nyumba imejengwa na Habitat. Watu wa Habitat mmefanya kazi, na Mungu amuinue kiwango hadi vingine, na muende juu, kwa sababu hapo ninasema naenda kulala vizuri pamoja na wajukuu wangu. Niko na kijukuu, nataka Mungu aniongeze masiku, kwa sababu ukiona kitu kizuri kama hiyo nyumba unakuwa na furaha, na ukikuwa na furaha unaweza kusema Mungu aniongeze masiku ndio nione hata kitukuu na hata kilembwe na kilembwekeza, kwa sababu ya furaha, kwa sababu nalala vizuri na hiyo kanyumba ni vizuri.